Ya Salam TV. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Suratul Mu'minun Makkiyah. Suratul Mu'minun imeshuka Maka, wa hiya 108 au 19 aya, nayo ina aya 118 au 119. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha almu'minun, hakika wamefuzu waumini, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ambao wao katika swala zao ni wenye kunyenyekea, walladhina hum anil lagwi muridun, na ambao wao puo ni wenye kuliwacha, walladhina hum lizakati fa'ilun, na ambao wao zaka ni wenye kuitekeleza, walladhina hum lifurujihim hafidhun, na ambao wao tupu zao ni wenye kuzichunga, illa ala azwajim, ila kutokana na wake zao, au ma malakati aimanuhum, au ambaye imemiliki mikono yao ya kuume, fa innahum ghairu malumin, kwani hakika wao si wenye kulaumiwa katika kuwaendea. Faman bitagha wara dhalik, na mwenye kutaka nyuma ya hilo, faulaika humul aadun, basi hao wao ni wenye kupetuka mpaka. Qad aflaha almu'minun, asema qad li tahqiqi, qad ni ya tahqiqi, na hakika wamefuzu waumini. Fazal mu'minun, kika wamefuzu waumini. Waumini gani waliofuzu? Alladhina hum fi salatihim khashi'un, ambao wao katika swala zao ni wenye kunyenyekea. Ay mutawadhi'una, maana ni wenye kunyenyekea. Kuna kunyenyekea kwa dhahir na kwa batin. Kunyenyekea kuna kuonekana na ambako hakuonekani. Kunyenyekea ambako kukudhahiri ni kushikamana na adabu ya swala, kama vile kukosekana kuzungusha uso, kucheza mara kashika hiki mara kafanyaje, kama vile kumtangulia imamu, kama vile kuweka mikono katika kiuno na sio kuwa hayo. Alafu kuna kunyenyekea kwa ndani ambako ni kuhudhurisha ukubwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Pale ukiswali basi uhudhurishe kwamba mimi niko mbele ya Mwenyezi Mungu ambaye ni mtukufu, alafu na kukosekana kufikiri mambo ya kidunia. Sawa? Sio tena Allahu Akbar uko sokoni. Kwa hiyo anasema alladhina hum fi salatihim khashi'un, ambao wao katika swala zao ni wenye kunyenyekea, mutawadhi'un. Walladhina hum anil lagwi muridun, na ambao wao puo ni wenye kuliwacha, ay minal kalami wa ghairihi, maana puo katika maneno na sio kwa maneno. Puo ni kila ambalo halimpi mtu faida yoyote, ima katika dini au katika dunia yake. Ikiwa ni maneno, sema maneno ambayo hayana faida kwake, si katika dini, si katika dunia yake, au matendo yoyote kama vile cheza shere, kama vile kupoteza nyakati bure katika jambo ambalo wala halina maana, kama vile
kuingilia katika mambo ya shahawati na sio kwa hayo. Kwa hao ndio waliofuzwa, nasema walladhina hum anil lagwi min alkalami wa ghairihi, na ambao wao puo ni wenye kuliwacha. Muriduna kupanyonga wana kuliwacha. Walladhina hum lizakati fa'ilun, na ambao wao zaka ni wenye kuitekeleza. Ay muaduna, wanatekeleza zaka. Walladhina hum lifuruji mahafidhun, na ambao wao tupu zao ni wenye kuzichunga. Anil harami, na haramu. Matamaniwa yao hawayaweki sehemu ya haramu. Illa ala azwajihim, ila kutokana na wake zao wanaweka kwa wake zao. Ay min zawjatihim, sema ila kutokana na wake zao. Sema kauluhu min zawjatihim ashara bihi ila anna ala bimaana min bidalili alhadithi. Ameishiria pale aliposema min zawjatihim kwamba ala ni kwa maana ya min, kwa dalili ya hadithi inayosema ihfadh aurataka illa min zawjatika, hafidhi uchi wako au uchunge uchi wako ila kutokana na mkeo. Kwa hiyo hapa ni ala kwa maana amin kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa, ila kutokana na wake zao. Ay min zawjati, mtu anaruhusiwa. Au ma malakat aymanuhum, au ambaye imemiliki mikono yao ya kuume. Aisarari, maana wale masuria. Kama mtu ana mjakazi wake basi karuhusiwa. Fa innahum ghairu malumin, kwani hakika wao si wenye kulaumiwa. Fi itiyanihinna, katika kuwaendea. Mtu halaumiwi kumwendea mkewe au mjakazi wake. Asema asarari fil muktari as-surriyatu al-amatu allati bawataha baitan. Asema asuria ni mjakazi ambaye umemweka katika chumba. Wa hiya fuliya, ile surriya asema ni fuliya, mizani wake mansubatu ila sirri, yanasibishwa kwenye sirri. Wa huwa nasiri aljimau au al-ikhfa'u, ni kujami au ni kuficha. Yaana al-insana kathiran ma yasurruha wa yasturuha an hurriyatihi, kwa kwamba mwanadamu mara nyingi yusiruha, anamsirisha yule mjakazi, wayasturuha, na anamstiri, an hurriyati, na muungwana wake. Kama mtu ana mke muungwana, hataki ajue kwamba ana mjakazi. Sawa, hiyo jambo chenye kwa siri. Sasa hiyo kwa siri ni mambo ya mjakazi. Sawa, mjakazi wamficha ficha ili asijulikane na mkeo muungwana. Ndio maana suria, kwa maana kuna maana pia ikhfai ya kuficha, au manake ni aljimamu na pia hapa anasema wa fil misbah, na katika al-misbahi wasuria fu'liya. Suria ni fu'liya, qila ma'khudhatun min as-sirri, imechukuliwa katika asiri. Wa huwa an-nikahu, siri ni ndoa. Sawa, kwa maana yule si mwenyewe wamficha ficha, asieleweke. An hurratihi,
kumficha na muungwana wake. Manake mtu ana mke ambaye ni muungwana, hataki ajue. Sawa? Hurri an hurratihi, hurratihi, ina hurratihi. Sasa hapa anasema fallamu ala ghairi qiyasi, ile surria asema dhuma ni jua sio kwa kiasi. Kwa nini? Farkam bainaha wa bainal hurra, kwa kufarikisha kati yake na kati ya muungwana. Idha nakahati sirra, atakapoolewa kwa siri, tumakaitwa surria. Fa innahu yuqalu sirriyatun ala alqiyasi, ya qiyasi ni kusoma sirria kuliko surria. Waqila minasirri bimaana sururi, na pamesema kwamba ile surria au sirria ni kwa maana ya siri ambayo ni kwa maana furaha. Li anna malikaha yasuru biha, kwa kwamba anayemiliki mjakazi afurahi kwa huyo mjakazi, alofurahiwa sieleka. Fa huwa ala alqiyasi, ndio hivyo. Sababu mwanamke mjakazi ni kama mwanamke wa kawaida tu, kuna kasoro kidogo ilipatikana kwake na kwa mjakazi akashuka daraja. Lakini sasa na muungwana, au pengine yule ni mzuri kweli kweli, pengine hata sababu pia yake ni nzuri kuliko mkeo nyumbani, umeona lakini ule ujakazi ndio umemshusha tu. Kwa kampata huyo hana gharama mzee, lazima ufurahi Kwa sema famanibtagha wara adhalika, basi mwenye kutaka nyuma ya hilo, minazawjati wasarari, katika wake na hao masuria, kataka sio kuwa hao kama nini? Kalistimna'i biliyadi, kama kujitoa manii kwa mkono. Hataki zaujati, hataki hao masuria, mwenye ajitoa manii kwa mkono. Fi itiyani hinna, katika kuwaendea, hataki hao. Faulaika humul aadun, basi hao wao ndio wenye kupetuka mpaka. Ila ma la yahilu lahum, kuliendea ambalo si halali kwao. Sawa? Vile vile aendea vimada mwenyewe. Sawa? Hataki wake wa kuoa, hataki hao masuria, mwenyewe ana vimada vyake. Aulaika humul aadun, basi hao wao ndio wenye kupetuka mpaka. Almutajawizuna ila ma la yahilu lahum, kuliendea ambalo si halali kwao. Kuna baadhi ya makabila ukitaka mke kabla hujamuoa apewa ukae naye mzoeani tabia. Sawa? Si wako hao? Watu wetu wazoeani tabia. Basi hamna mila hiyo katika dini jamani. Ndio maana tukaambiwa wakati wa kuoa tutafute, tuchunguze. Sio kujiolea tu. Aya. Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim raun, na ambao amana zao na ahadi yao ni wenye kuichunga. Hapa anasema jama'an wa mufrada kwa jamu na kwa mufrad. Kwa jamu ndio li amanatihim, kwa mufradi li amanatihim, kwa vile kwa amana zao, wa ahadihim, na ahadi yao, rauna ni wenye kuchunga, maana ni wenye kuzihafidhi.
kuna amana kwa upande wa Mwenyezi Mungu na amana kwa upande wa wanadamu wenzako. Amana nini? Maatuminu alaihi min huquqi al-khaliqi, ni kile ambacho mtu kaaminiwa juu ya hicho katika haki za Mwenyezi Mungu, anazichunga haki hizo. Kaswalati, kama vile swala anaswali, wasaumi na saumi anafunga, wala haji na hija na hiji kama Mungu ampa uwezo, wafili maarufi na kutenda mema, wanahi anil munkari na kukataza munkari. Hizo ndio haki za Mungu. Alafu kuna huququl khalqi, haki za wanadamu, kalwadai, kama vile amana zile, na kama vile heshima za viumbe unazichunga, so mtu wamvunjia heshima yake. Sawa inshallah. Nasema wa ahadihim, na ahadi yao, fima bainahum, kati yao, au fima bainahum wa bainallah, au kati yao na kati ya Mwenyezi Mungu, min salatin wa ghairiha, miongoni mwa swala na isiyokuwa swala, katika hizo amana za Mwenyezi Mungu. Rauna hafidhuna, ni wenye kuzihafidhi, ni wenye kuzichunga. Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhuna, jam'an wa mufrada, asema kwa jam'i na kwa mufrad. Kwa jam'i ndio salawatihim, kwa mufradi ala salatihim, ambao wao juu ya swala zao ni wenye kudumu. Ayuhafidhuna yuqimunaha fi awqatiha, maana wanazisimamisha katika nyakati zake. Ulaika humul warithuna, hao ndio wenye kurithi. Watu walio na sifa hizo ndio alwarithuna, ndio wenye kurithi. La ghairuhum, si wasiokuwa hao. Warithi nini? Alladhina arithuna alfirdausa, ambao wanarithi firdausi. Firdausi nini? Huwa jannatun ala aljinani, firdausi ni pepo iliyo juu zaidi ya pepo. Ile pepo ya juu kabisa inaitwa firdausi. Na ukitaka kuomba pepo uombe nini? Firdausi. Hum fiha khaliduna, wao humo ni wenye kudumu. Kiingia peponi hakuna kutoka, hakuna kufa. Hapa anasema abara bil irthi duna listiqaqi, ka elezea kurithi, hakuelezea kustahiki. Hakusema kwamba ulaika alladhi, hakusema ulaika humul almusahiquna alladhina sahiquna alfirdausa, hakusema hivyo. Kasema ulaika humul warithuna, hao ndio wenye kurithi. Kwa nini Mwenyezi Mungu atumie lugha ya kurithi? Li annal irtha milkun daimun, kwa kwamba kurithi ni milki yenye kudumu. Haitatokea sasa si haki yako hiyo. Sawa, muda kwa umerithi, hiyo ni haki yako milele. Na ndio hivyo hivyo pepo ni haki ya mtu milele. Haitatokea sasa wanyang'anywa kwamba bana basi toka. Sasa hapa anasema watarithi firdausi ay minal kufari. Kule kurithi maana ni kutokana na makafiri, kurithi manazilahum fiha, daraja zao za pepo katika firdausi. Haithu fawatuha ala anfusi, wakati wamezifutisha juu ya nafsi zao. Kama rawa dhalika al-Baihaqi, kama alivyolipokea hilo al-Baihaqi. Maana ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila mmoja kamkadiria sehemu yake ya pepo na sehemu yake ya moto. Akiwa Muislamu, akiwa kafiri, ana sehemu yake motoni, ana sehemu yake peponi. Sasa wale makafiri ambao wataingia motoni, zile sehemu zao, pepo zao zitarithiwa na Waislamu.
maana yake sawa sana baba akifa arithiwa na mwanawe, na wale nao wakifa kwa sababu pepo zao hawatastahili kuingia hizo pepo, zitarithiwa na Waislamu. Naeleka na kimakadirio wenyewe wanaposema kwamba watu 1000 mtu wa peponi ni mmoja. Kwa hiyo ina maana ni kwamba mtu mmoja atarithi pepo za watu 999, na kila pepo moja ni sawasawa na mbingu na ardhi. Ardhuha samawati wal ardhi, eneo lake ni mbingu na ardhi mara 99, na kila mmoja kakadiriwa wake 72. 72 mara 99, alafu kuna 72 nyingine zake mtu wake. Hao wote watakuwa ni wa mtu mmoja. Yesu atujalie katika hao watakaorithi. Kwa hiyo kama wewe wapenda sana, jipinde upate hao. So hapa mashaka matupu hapa Paka Mungu asema fahisha chafu. Kama wapenda jipinde ukawapate hao, tena mpaka mwenye Mungu kawasifu mzee. Yenyewe anasema lau mke wa peponi aja akachungulia tu kamaona yule jinsi alivyokuwa mzuri waweza ukafa. Yaani waweza kufa jinsi alivyokuwa mzuri sana. Baika na wa duniani tu mzee. Hao mzee. Hao ndio yenyewe bwana. Basi endelea Asema ulaika humul warithuna ghairuhum, au ndio wenye kurithi si wasiokuwa hao. Alladhina yarithuna alfirdausa, ambao watarithi firdausi, huwa jannatun ahlal jinani, hiyo ni pepo iliyo ya juu ya pepo. Hum fiha khalidun, hao humo ni wenye kudumu. Asema fi dhalika isharatun ila almaadi, pana katika hilo kuishiria kurudi akhera, kwamba yaonyesha watu watakufa watarudi akhera. Sasa sema wayunasibuhu, na kuna nasibiana na hilo la kurudi akhera, dhikrul mabda ibadahu, kutajwa mwanzo wa kuumbwa mwanadamu baada yake. Ndio pale aliposema walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tinin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Sawa walaqad khalaqnal insana, na hapa hakika tumemuumba mwanadamu. Asema wallahi na hapa hakika tumemuumba mwanadamu, ay adama al-insana, kwa maana adam. Asema min sulalatin min tini, kutokana na asli ya udongo. Ndio maana akasema Adam insana hapa kamkadiria Adam, kwa sababu yeye ndio aliumba kutokana nini? Na asli ya udongo. Min sulalati min tini, kutokana na asli ya udongo. Anasema hiyo sulala min salaltu shay'a minashay'in, kutoka katika salatu shay'a min shay, manake nimekitoa kitu kwenye kitu kingine. Ndio maana mtoto pia anaitwa sulalatu abihi. Mtoto anaitwa nini? Sulalatu abihi, kwa sababu yeye katokana na nani? Na baba. Sawa? Na maana na Adamu naye katokana na nini? Na tini au udongo. Sawa? Ai maana istakharajtuhu minhu, maana nimekitoa kutokana na hicho kitu kingine. Wa huwa fulaswatu, nacho ni kile kitakashwa chake, kile unaona manake imechukuliwa udongo, unaona chujwa ule akaumba yeye. Kwa anasema mintini mutaalikum bisulala,
itini anasema min tini yataalaq na sulala hapa anasema kaulu istakhrajtu minhu wa minhu kauluhum fulanun sulalatu abihi fulani ni sulalatu abihi, manake anatoka na babake, kaannahu ustukhrija minhu, kana kwamba ikatolewa kutoka babake. Kauluhu mutaalikum bisulala ay binafsi sulala bi anna bimaana masluli, kwa maana maslul kule kutolewa anasema thumma ja'alnahu nutfatan, kisha tukamfanya aila insana nasla adama, maana mwana Adam kizazi cha Adam. Sasa mwana Adamu ambaye ni kizazi cha Adam, sio Adam mwenyewe, tukamfanya nutfatan ay mania, tukamfanya ni manii, fi qarari makinin, katika mahali madhubuti, huwa rahimu, mahali penye ni mfuko wa uzazi thumma khalaqna nutfata alaka, kisha tukayafanya manii alakatan, pande la damu, alakatan, pande la damu, ay daman jamida, maana damu yenye kuganda. Fa khalaqna alakata mudghatan, kisha tukalifanya hilo pande la damu, tukalifanya mudghatan, pande la nyama, ay lahman kadira ma yumdahu, nyama kiasi ya kile kinachotafunwa kiasi cha kile ya ile nyama inayotafunwa tu. Fa khalaqna almudghata idhama, kisha tukalifanya hilo pande la nyama mifupa. Fakasawna alidhama lahma, kisha tukaivisha hiyo mifupa nyama, akapatikana mwanadamu thumma ansha'nahu khalqan akhara, kisha tukamgeuza umbo jingine. Hapa anasema fakasawna alidhama lahma, kisha tukaivisha hiyo mifupa, tukaivisha nyama. Wa fi qira'atin azma, kwa mufradi fil mawdhi'aini, katika humo mahala mwili. Fa khalaqna almudghata idhama fakasawna alidhama lahma, wa ikasoma fa khalaqna almudghata azma fakasawna alazma lahma sawa. Wa khalaqna fil mawadhi'i thalathi bimaana sayyarna, na khalaqna katika mahala mutatu, katika humo mahala mutatu ni kwa maana sayyarna. Pale aliposema thumma khalaqna nutfata alaqatan fa khalaqna al'alaqata mudghatan fa khalaqna almudghata idhama, mahala mutatu humo kwa maana sayyarna sawa. Thumma ansha'nahu khalqan akhara, kisha tukamgeuza umbo jingine. Kumgeuza umbo jingine asema binafhi ruhi fihi, kwa kuvivia roho ndani yake, kawa ni mwanadamu sasa sawa. Kuna kauli hiyo hapa, anasema hadha kaulu bin Abbasi. Hii ndio kauli ya bin Abbas kwamba ni kule kutiwa roho ndio kapata umbo jingine. Asema ni kauli ya Ibn Abbasi wa Shabi wa Dhahaki. Waqila al-khalqu al-akharu wa khurujuhu ila dunya, pamesema kwamba umbo jingine ni kule kutoka kwake kuja duniani, akija duniani ndio umbo jingine. Waqila khuruju asnanihi wa sha'ri, kumesema kwamba umbo jingine ni kule kutoka meno kwake na nywele, kwamba sasa kaota nywele kaota meno ndio umbo jingine.
Sawa. Kuna kila kamalu shababi, ni ule ukamilifu wa ujana wake, ndio umbo jingine. Sasa sema wal atamu annahu amu fi hadha wa ghairi. Atamu anasema ni amu tu katika haya na sio kwa haya tu, yote ndio khalqun akhar. Ndio hapa anasema wa fil Qurtubi, na katika al-Qurtubi anasema ikhtalafa an-nasu fil khalqi al-akhari, wamekhtalifiana watu katika khalqun akhar, umbo jingine. Faqala ibn Abbas wa Sha'bi wa Abu al-Aliya والضحاك وابن زيد هو نفخ الروح فيه بعد أن كان جمادا. Umbo jingine asema ni kule kutiwa roho baada ya kuwa ni jamadi, kitu kisichokuwa na uhai. Wa Ibn Abbas khurujuhu ila dunya, Ibn Abbas asema ni kule kutoka sasa akaja duniani. Sawa. Kauli nyingine ya Katada anasema ni nabatu shari. Allah haku khuruj al-asnani wa nabatu shari. Mujahid asema kamalu shababihi. Waruya ni bin Umar wa sahih annahu amun fi hadha fi ghairi. Sa min an-nutqi wal idraki, yote khalqun akhar. Sasa atambua azungumza yote na khalqun akhar. Meleka ndani anasema fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ametakata Mwenyezi Mungu mzuri wa wenye kutia sura. Fatabarakallahu ahsanul khaliqina, ametakata Mwenyezi Mungu mzuri mno wa wenye kutia sura. Ahsanul khaliqina, mzuri mno wa wenye kutia sura. Aya almuqaddirina, maana wale mzuri wa wale wenye kutia sura. Almuqaddirina ay almusawwirina, wale wanaotia sura. Hapa anasema wadafa bidhalika ma yuqalu, na limeondoka kwa hilo kusema musawwirina lile nalosema innasma tafdhili yaktadhi musharakata, ismu tafdhili ya hukumilia kushirikiana, kwamba yaonyesha kana kwamba kuna watu pia nao wanaumba ahsanul khaliqina, mzuri mno wenye kuumba, na maana kuna wengine waumba lakini wao si wazuri kama Mungu katika kuumba. Sasa anasema ma anau la khaliqa ghairuhu, hapana mwenye kuumba si kwa Mwenyezi Mungu. Fa ajaba bi anna al-murada bil khalqi at-takdiru, ni kule kutia sura, lal ijadu wal ibda, si kule kupatisha na kuzusha. Wa takdiru hasilu min al-hawadith, kule kutia sura ni kwenye kupatikana kutokana na viumbe, wanachonga vinyago, wanafanyaje, ni musawiruna. Sawa. Kila atakavyokuwa mwanadamu anaswawirisha kitu, lakini Mwenyezi Mungu ni ahsan zaidi. Sasa hapa anasema wa mumayyizu ahsanu mahadhufu lil ilmi bihi, na tamyizi ya ahsan yenye kuondoshwa kwa kujulikana. Si hapa kasema fatabarakallahu ahsanul khaliqina, basi fatabarakallahu ahsanul khaliqina khalqa, kwani ile khalqa ilofahamika kutokana na al-khaliqina. Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun, kisha hakika nyinyi baada dhalika, baada ya hayo yaliyotajwa, lamayitun, ni wenye kufa. Thumma innakum ba'da dhalika ay al-madhkuri min al-umuri al-ajiba, kisha hakika nyinyi baada ya hayo yaliyotajwa katika mambo ya ajabu, kama yufahamu min ismi al-ishara adali ala al-bu'd al-mushir bi ulumi al-mushar ilayhi wa bu'd manzilati fi al-fadl wal kamali wa kauni mumtazan. Sawa. Kwa baada yake, baada ya hayo
yaliyotajwa ambao ni mambo ya ajabu ajabu hayo ni wenye kufa nyie. Thumma innakum, kisha hakika nyinyi, yaumal qiyamati, siku ya kiyama, tub'athuna lilhisabi waljazai, mtafufuliwa kwa ajili ya kuhesabiwa na kulipwa. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a taraika, na hapa hakika tumeumba juu yenu mbingu 7. Taraika na jamu ya tarika. Tarika ni njia, sawa. Asema hapa 7 samawati, na hapa hakika tumeumba juu yenu njia 7, yani mbingu 7 ai 7 samawati, maana mbingu 7 jamu tarika. Jamu ya tarika lianaha turukul malaika, kwa kwambazo ni njia za malaika, maanaka min dhikri lahal wa iradati mahali. Kwa hiyo mbingu ni njia za malaika katika kupanda na kushuka, fil uruji wal hubuti, katika kupanda na kushuka ni njia zao. Watayarani, na kwa kuruka wanaruka. Wama kunna anil khalqi ghafilin, na hatukuwa ni wenye kughafilika na viumbe. Wama kunna anil khalqi tahtaha ghafilina, na hatukuwa ni wenye kughafilika chini yake na viumbe. An taskutu alaihim, kuanguka hizo mbingu juu yao, manake kuangukia. Matokeo yake fatuhulikahum, zikawaangamiza. Bal numsikuha, bali tunazizuia hizo mbingu tunazizuia na kuangukia watu ka ayatin, kama aya inayosema wa yumsiku samaa antaka alal ardhi na anazizuia Mwenyezi Mungu mbingu kuanguka juu ya ardhi. Haitatokea siku moja kuna mbingu zimeanguka mahali zimewaangukia watu. Kwa Mwenyezi Mungu kazuia bikudratihi, kazuia kwa uwezo, sio kwamba anazo kazizuia hivi. Sawa, kilichozuia ni uwezo wake. Wa anzalna minas samai ma'an biqadar, na tumeteremsha kutoka mawinguni maji kwa kiasi maalumu. Min kifayatihim, kwa kiasi katika tosha yao. Tosha wana Adam, Mwenyezi Mungu anateremsha mvua kwa kiasi cha matumizi ya wana Adam. Mengine anayaweka juu, mengine anaweka chini ya ardhi. Faskannahu fil ardhi, tukayaweka hayo maji katika ardhi. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, na hakika sisi juu ya kuyaondosha ni wenye kuweza. Fayamutuna, wakafa madawabihim, wakafa pamoja na wanyama wao. Atasha, kwa kiu. Sawa, Mungu anaweza kuyaondosha kawa juu ya ardhi hakuna, na mkichimba chini pia hamna. Lakini huruma zake sasa anayabakisha. Fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa anabin, na tukawaoteshea kwa maji hayo mabustani ya mitende na mizabibu. Huma aktharu fawakihil arabi, asema hayo ni mengi zaidi ya matunda ya Waarabu.
Waarabu matunda yao mengi ni zabibu na tende. Lakum fiha fawakihu kathira, mna nyinyi katika hayo mabustani mna matunda mengi. Wa minha taakulu, na kutokana na hayo mabustani mnakula. Saifan wa shitaa, kaskazi na kusi. Wakati wa baridi, wa jua kali, sawa, mnakula matunda tu. Wa anshana shajaratan takhruju min turi Sinaa, na tukaoteshea mti unaotoka Turi Sinaa. Hii nasoma Turi Sina na Turi Saina. Alafu kuna Sinaa au Sainaa na kuna Sina Saina. Kwa kwenu imeandikwaje? Katika Qur'an imeandikwaje? Sina au Saina? Sina basi na hamza basi inasoma Sina vile vile Sinau, Saina Sainau. Sawa. Na hapa sema almurad bia shajaratu zaituni, makusudiwa ni mti wa mzaituni asema. Fa ansha'na lakum bihi, na tukawaoteshea kwa maji hayo jannati min nakhili wa anabi, mabustani ya mitende na mizabibu. Lakum fiha fawakihu kathira, na nyinyi katika hayo mabustani matunda mengi. Wa minha taakulun, na kutokana nayo mnakula. Saifan wa shitaa. Wa shajaratan takhruju min turi Sina au min turi Sinaa au min turi Sainaa au min turi Sainaa. Sawa. Qila maanahu almubaraku awil hasanu, asema maana ya Sina kwa maana mubaraku yenye kubarikiwa au nzuri, awil multafu bil ashjar yenye kuzongwa kwa miti wa huwa na Sina aljabalu alladhi nudi alayhi Musa. Sina anasema ni jabali ambalo kalinganwa juu yake Musa alinganwa na Mwenyezi Mungu Ansema jabalu bikasri Sina wa fatha ile Sina au Sinaa au Saina au Sainaa, anasema ni jabali na kwa sawa bikasri Sina wa fatha. Asema wa manu sarfi, na kuzuiliwa kuswarifiwa lilalamiyatu wa taanithi Sinaa au Sainaa ni kwa ajili ya ualam na utaanithi. Lilbuk'atin, kwa buka mawanja. Asmaul bukai kuluha muannatha, majina ya mawanja yote ni muannath. Anasema tambutu biduhni, huo mti unaotesha mafuta. Asema minarubai wa thulathi, ima tumbitu biduhni, unaotesha mafuta. Kwa hiyo kama ni biduhni, tukisema tumbitu itakuwa be ni zaida tukisema ni rubai tambutu biduni, be itakuwa ni ya tadia ndio asema palba zaidatun ala alawali, be ni yenye kuzidi tuendapo juu ya
kiraa cha kwanza ambacho tumbitu biduhuni, wa mutaadiyatun ala thani, na mutaadia yenye kutaadisha tuendapo juu ya nini, ya kile kiraa cha pili cha tambutu. Sawa. Wa hiya shajaratu zaituni, nao ni mti wa mzaituni. Alafu wasibghi lil akilin, na ni kitoweo kwa wenye kula mti huo. Asema atfun ala duhuni, ni atfun ala duhuni ay maana idamin, maana ni kitoweo. Yasbughu luqmata bighamsiha fihi, hulainisha tonge kwa kuvikwa kwake ndani yake. Ile tonge ile ikivikwa katika mafuta haya inakuwa laini, alafu mtu anakula. Tunasema wa huwa zaitun, wa huwa zaitu zait, mafuta yaliandukana mzaituni, yaitwa sibghi, ni kitoweo. Yale mafuta yake ndio kitoweo, wanayatumia yenyewe kwa ajili ya kuchovya na kula. Sawa. Tuishi hapo kwa leo. Allah wa rasulu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tatali qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima, wa akhilla atqiya ulama, nahda bil khairi wa nunfa kulla shar. Rabbana aslih lana kulla shu'un wa aqirra birridha minkal uyun, وَأَقْضِ عَنَّا رَبَّنَا كُلَّ الدُّيُونِ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا رُسُلٌ مَنُونَ وَغَفِرِ السُّرَّ أَنْتَ أَكْرَمُ مَنْ سَتَرَ وَصَلَاةُ اللَّهِ تَغْشَى الْمُصْطَفَى مَنْ إِلَى الْحَقِّ دَعَانَا وَالْوَفَاءِ بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر عالما سر وأخفى واستجيب دعواتي ربي فهمنا علوما برسول الله واحلل عنا المشكلات